Ndugu zangu, awali ya yote naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, muumba wa viumbe vyote, aliyetupa fursa hii ya kukutana sisi wote tukiwa na afya njema. Lakini pia nitumie fursa hii kushukuru sana kwa dhati ya moyo wangu uongozi wa halmashauri yetu ya wilaya ya Mkalama kwa kuniamini na kunialika kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa kliniki tembezi Mkalama 10% kliniki ambayo wanaita jina la MAC. Hii ni sehemu kubwa kwangu kuwa pamoja nanyi leo katika kiwanja hiki cha ofisi ya kijiji ya Nkalankala kwa shughuli hii adhimu yenye kauli mbiu isemayo mikopo ya 10%, tabasamu kwa wanamkalama. Hili kimsingi ndio lengo kubwa la serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu wananchi, nitumie fursa hii kipekee kabisa kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu kwa kuniunga mkono na kunichagua kwa kura nyingi wakati wa uchaguzi tarehe 29 mwaka 2025. Ndugu zangu, kauli mbiu ya kliniki hii imebeba ujumbe mzito na wa kimkakati unaotutaka kutambua fursa zinazotolewa na serikali kupitia mikopo ya 10%. Pia kutumia fursa za mikopo ya wajasiriamali inayotolewa na serikali kwa lengo la kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla ili kufikia maendeleo endelevu ya wananchi na taifa kwa ujumla. Tunapozungumzia kliniki tembezi ya mikopo ya 10%, tunalenga kutoa elimu endelevu kwa vikundi juu ya uundaji wa vikundi sahihi vyenye tija ambavyo vitakuwa na sifa ya kupata mkopo pindi itakapokuwa imetangazwa na halmashauri na namna bora ya kutumia fedha za mikopo katika kufanikisha shughuli za miradi au biashara wanazokusudia kufanya. Ndugu wananchi, kupitia uzinduzi wa kliniki tembezi hii tulioizindua leo tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika kata hii ya Nkalankala ni mahususi sana katika kuhakikisha wananchi wa Mkalama mnapata sifa ya kuweza kukopa fedha hizi, hususan kwa wakazi wa kata hii na kata zinginezo ambazo zitafuata baadaye. Wananchi wote mnahimizwa sana kwenda kujisajili katika mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA ili uweze kupata sifa ya kusajiliwa katika mfumo wa maombi ya mkopo. Ndugu wananchi, mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ni nguzo kuu inayosaidia kuboresha mitaji ya wananchi wenye pato dogo ili kuwawezesha katika kuboresha miradi, biashara wanazokusudia kuanzisha au kuboresha biashara ambazo tayari zimekwisha kuanzishwa kama sekta ya kilimo, mifugo na usafirishaji. Ndugu wananchi, dira ya 2050 inalenga uchumi wa kati kwenda juu wenye viwanda, teknolojia na ubunifu. Wana kikundi na wananchi kwa ujumla tunapaswa kuwekeza katika nyanja mbalimbali ili kufikia adhima ya dira ya 2050 ya kuwa na uchumi wa juu. Hivyo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu tunapaswa kutumia vizuri fursa ya mitaji ya mikopo nafuu ya 10% inayotolewa na halmashauri, kushiriki kikamilifu katika mafunzo ya ujasiriamali yanayotolewa na serikali pamoja na wadau wengine wa sekta binafsi, ubunifu wa kupanua fursa za masoko ya bidhaa tunazozalisha ambazo zitajengea uwezo wa kiuchumi na kuweza kushindana katika soko la ndani na nje. Ndugu wananchi, wilaya ya Mkalama katika kuendelea kuwainua na kuwawezesha wananchi kiuchumi kufikia uchumi wa juu imeendelea kutoa mikopo ya masharti nafuu. Mikopo hii imekuwa ikitolewa kwa makundi maalumu ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ili kuweza kupata tija ya mikopo hii, wanufaika wote, wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, mnahimizwa sana kuwa na nidhamu ya fedha ya mikopo mnayopatiwa na serikali kwa kuhakikisha fedha mnazopewa mnazitumia kwa malengo mahususi
ya kikundi na sio kugawana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ameelezea vizuri sana hii. Hii itawasaidia katika kufikia malengo ya kikundi na malengo ya wana kikundi mmoja mmoja. Pia itawasaidia kurejesha fedha mlizokopeshwa kwa wakati. Kufanya marejesho kwa wakati inasaidia kutoa huduma kwa wananchi wengine. Hivyo mnapaswa kurejesha fedha hizi ili ziweze kuwasaidia wanakikundi wengine kukopa, kwani kuchelewa kufanya hivyo kunazuia wanakikundi wengine kunufaika na fursa hii adhimu ya mikopo yenye masharti nafuu. Ndugu wananchi, nitoa wito kwa vikundi vyote vitakavyoanzishwa na kupata mikopo kutumia fedha hizo za mikopo kwa usahihi sana ili kufikia malengo kusudiwa ya mikopo watakayokuwa wamepewa na serikali. Hata hivyo, kwa vikundi ambavyo tayari vimekwisha pewa fedha za mikopo, waendelee kutekeleza miradi yao kikamilifu ili kuweza kujipatia faida itakayotokana na fedha hizi. Hata hivyo, vikundi vilivyopewa fedha za mikopo mna jukumu la kuhakikisha mnafanya marejesho kwa wakati ili fedha hizo ziweze kuwanufaisha wanakikundi wengine wenye nia ya kuomba mikopo ya 10%. Kwa kumalizia, ndugu wananchi, na ushukuru sana uongozi wa halmashauri ya Mkalama kwa utendaji, kwanza kwa ubunifu mkubwa huu. Mimi napongeza, wapigeni makofi. Na washukuru sana kwa utendaji wa kliniki tembezi ya Mkalama 10%. Na kwa maandalizi haya niliona mazuri katika uzinduzi huu. Kliniki tembezi Mkalama 10% ambayo tunaizindua leo hapa Mkalakala itaendelea kutembea katika kata zote 17 za wilaya ya Mkalama, lengo likiwa kuwafikia wananchi wote ili waweze kupata elimu hii ya mikopo ya 10%. Kupitia kliniki hii, wananchi watajua taratibu zote za mikopo na urejeshaji wake, kama kauli mbiu ilivyo, mikopo ya 10%, tabasamu kwa wana Mkalama. Kwani kuzingatia elimu mtakazokuwa mnapewa katika kipindi chote cha kliniki hii tembezi, nina imani mikopo hii italeta tabasamu kwenu na kwa familia zenu kwa ujumla kutokana na kupata mikopo hii kwa 10%. Pia ninavipongeza vikundi vyote vinavyoendelea kufanya marejesho kwa wakati, kwani fedha zinazorejeshwa kwa wakati zinasaidia katika kutengeneza utengaji wa fedha kwa vikundi vingine vinavyotarajia kuomba mikopo. Hivyo vikundi vyote vyenye mikopo vinaaswa kutumia fedha za mikopo kwa usahihi na kuzingatia mikataba mnaokuwa mmeingia na halmashauri, kwani itasaidia katika kufanya marejesho kwa wakati. Ndugu wananchi, kama mtakumbuka katika uchaguzi mkuu mwaka 2025, mimi kama mbunge wenu wakati huo nilikuwa mgombea, nilizunguka jimbo hili na nilikuwa nikiahidi ya kwamba nitasimamia utolewaji wa uhakika na wenye haki wa mikopo ya 10%. Na ahadi yangu hii kwenu hipo kwenye ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Msimamo wangu bado uko pale pale, wa kuwa nitahakikisha ya kwamba mikopo hii inaendelea kutolewa kwa haki na ili kupunguza malalamiko ya wananchi. Ninaomba wenzetu wa halmashauri mzingatie jambo hili, wenye sifa wapewe mkopo kwa kuzingatia miongozo iliyopo na usimamizi wa urejeshaji uzingatiwe. Hivyo basi niwatie shime vijana wenzangu, kina mama wenzangu na watu wenye ulemavu kuendelea kuchangamkia fursa hii ya mikopo ya 10%.